alipokuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu. Simama nyuma karibu na miguu yake, akilia, akaanza kutondoshea miguu majosi yake na kupanguza kwa nywele za kichwa chake, akibusu miguu yake na kuipaka. Aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani, ya kwamba mwenye dhambi. Yesu akajibu akamwambia Simoni, nina neno nitakalo kuambia. Akasema, Mwalimu, nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili, mmoja amuia dinari 500 na wa pili 50. Nao walipokuwa hawana cha kulipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili ni yupi atakayempenda zaidi? Simoni akamjibu akasema, nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi. Akamwambia, umeamua haki. Bwana asifiwe. Sasa wewe ni Yesu na msafara wake na wanafunzi wake. Alipokuwa akipita, kuna mtu mmoja ambaye ni Simoni Mfarisayo, alimwalika Yesu kwamba awe pamoja naye katika nyumba yake kwa ajili ya kula chakula. Na alipoingia mahali pale, Farisayo pia alikuwa na mahitaji yake jinsi anataka kumwambia Yesu. Na pia mbele ya Farisayo pia kulikuwa na jaribu ambaye ni mwanamke ambaye alikuwa amkaa hapo muda mrefu sana, ambaye alikuwa ameshinda miaka mingi. Bwana asifiwe. Farisayo alipofika mahali akamwalika Yesu, kitu ya kwanza alikuwa anamwambia Yesu, akiketi katika nyumba yangu nitafunguliwa, nitapata haki yangu, na mimi nitafunguliwa pamoja na watu wote ambao wamefika mahali wanasikia madui wote. Lakini jambo moja ambalo Yesu alikuwa nalo, alikuwa kuponya kila mtu ambaye alikuwa amemkujia. Yesu alikuwa anaponya mtu ambaye alikuwa ametoka kwa kweli yeye ni mwana wa Mungu. Yesu wako anapokuwa huyu ni Farisayo, huyu ni msharati, huyu ni mwenye dhambi, hapana. Pole uangalie mbele yake na upendo sana kwa Mungu, na Yesu mwenyewe atafika mahali kuokoa. Bwana asifiwe sana. So Farisayo alipofika mahali kabla Yesu ataenda kufanya shughuli zake, mwanamke mmoja alifika mahali akamsogea Yesu. Akachukua mimi yeye mwenyewe mwenye dhambi. Yesu naye alikuwa mwenye haki. Yule mwanamke alipofika mahali kwenye dhambi yake, akaangalia mambo ambayo aliyofanya hapo mwanzo ilikuwa kubwa sana. Na Farisayo pia alikuwa anataka shida ambayo alikuwa nayo pia ilikuwa ni kubwa. Bwana asifiwe. So kuna watu ambao wako na mahitaji, watu wawili. Farisayo pamoja na mwanamke ambaye alikuwa amezini. So Yesu alipofika mahali akaa chini, kabla ya shughuli zake, yule mwanamke akafika mahali akaharakisha maneno yake. Bwana asifiwe. Sababu maneno yake ilikuwa makubwa sana. Alikuwa amefika mahali alikuwa amefanya ukahaba mwingi duniani. Alikuwa amefika mahali anaanza wanaume wengi vijana wengi katika dunia hii. So kabla hajafika mahali hajafanya Farisayo, yule mwanamke akafika mahali akachukuruka madini. Kabla hajafika mahali hajafanya hiyo basi kimbia kwanza. Alipofika alipomwona Yesu kile kula alianza kulia. Alipokuwa dhambi yake alianza kulia kwa machozi. Akakaribia mahali penye Yesu mwenyewe alikuwa ameketi. Maana tunasema ya kwamba alipokaribia Yesu mahali penye alikuwa ameketi, alifua nywele zake akaanza kumtendea Yesu katika miguu yake. Ili machozi yalifika mahali kaanza kumpepea katika miguu ya Yesu. Yule Mfarisayo ambaye alikuwa ana haja na Yesu akafika mahali kumgeuka Yesu. Haleluya. Tunapomgeuka Yesu kwa sababu kama huyu alingekuwa ni nabii ambaye Mungu amemtuma, akachukua huyu mwanamke ambaye anamkaribia mtu wa namna gani? Bwana asifiwe. So jaribu nimempata Simoni ambaye amemwalika Yesu. Wewe ambao kwa mahali hapo unamtambua Yesu, kuna mwenye dhambi anaingia saa hii. Haleluya. Kuna mrefu anaingia saa hii. Kuna yule mtu ambaye atamko kwa mkono wa Mungu anaingia saa hii. So yule mwanamke Farisayo alifika mahali akamuonea Yesu uchungu. Sababu gani? Amekaribia yule mwanamke ambaye alipeleka hapa mno. Lakini yule mwanamke acha yake ilikuwa kusamehewa dhambi yake. Wewe ambao kwa mali yako cha msingi ndio kwa maisha yako, Yesu mwenyewe kwa sababu
kulia, machozi yakitoka katika macho yake, ikimwendea Yesu katika miguu yake. Na pia kwa kama ni machozi haitoshi, alichukua nywele zake ambazo alipika mali, amepaka mafuta ya pesa mingi. Anaanza kumpanguza miguu ya Yesu. Akamwambia Bwana Mungu nisamehe. Maana nimepita katika maneno mengi. Ningekuwa hapa, ningekuwa mtenda maneno mengi. Nimekosha nyumba mingi, nimefika mahali machozi na moyo, lakini Yesu nisamehe. Sababu mwenyewe ndiye yule kwa nimekuja. Yule mwanamke alisema kwa alisamehe dhambi zake. Haleluya. Lakini yule Farisayo alifika mahali akaanza kuonea kinyonga Yesu mwenyewe. Sababu ana mwanamke ambaye ni msinifu. Hata mwanamke ambaye yeye mwenyewe alitoka hapa. Yule Farisayo ambaye amesema kwamba kwa Yesu anafika mahali ameona yule mwanamke ambaye yuko mbele yake. Lakini kwa macho ya nchi yule Farisayo alikuwa nayo. Hapo kwa Yesu mwenyewe amefika mahali ameona yule mwanamke dhambi ambaye yuko mbele yake. So akafika mahali kama Farisayo. Kuna mtu mmoja alikuwa na wadeni wawili. Mmoja anadai dinari 500 na mwingine 50. Cheka pia watu wawili nani ambaye akisamehewa atafurahi zaidi? Asema kwa yule wa pili. So dhambi yako mingi kwa mingi. Unaposamehewa pia Mungu anafika mahali na kusema pia inafurahi. Ulikuwa muuaji, ulikuwa mtu ambaye anakupendesha watu, lakini Yesu anapoingia kwa msamaha kwa dhambi zako. Yesu anapoingia kwa msamaha ibadilisha. Unafurahi. Hata ya kwanza itakuwa kama ya pili ambayo umepokea Yesu. Sababu ya kwanza ilikuwa mbovu kabisa. Mashaka ya kwanza ilikuwa mbaya, maisha ambayo si mazuri. Kile huyu Yesu amekuja mbele yako. Yesu amefika mahali ameingia katika maisha yako. Umekookea yeye peke yake. Sababu kama mkiokea Yesu anafika mahali atakuinua juu. Dhambi yako itasamehewa. Mali yako umeingia, maisha yako unayajua, mambo baya yako unayajua. Je, unampelekea Yesu ama unakumbuka ile Farisayo? Haleluya. Kasi usimwalike katika nyumba yako hapana. Sababu Yesu mwenyewe anafika mahali aokoe maisha yako, aitambue, aiweke katika nafasi yake. Wewe ambaye umekaa mahali kwa muda mrefu, ama wewe ambaye umeingia saa hii, je, unamtambua Yesu ama hapana? Yesu ameketi na kuangalia maisha yako. Anajua maisha yako, anajua dhambi yako ambayo unaipitia, anajua magonjwa ambayo uko nayo, anajua akili yako ambayo unafikiria, lakini amefika mahali anakuangalia. Umetambua yeye anaweza kuokoa ama hapana? Huyu mwanamke alifika mahali akatambua Yesu peke yake anaweza kusamehe. Sababu amekimbia kuona adokando, amekiasi sema mbalimbali, lakini hakuna msaada. Lakini leo hii tunataka kupatikana bali ni Yesu ambaye atamsamehe. Yule mwanamke afika mahali akasamehewa dhambi yake. Tena bali kwa amesema miaka mingi. Tangu usichana wake alifika mahali bila milioni mengi. Lakini kumkaribia Yesu namna hii kwa furaha. Akachukua kama maisha yake ni kwa nini? Asema kwa maisha yangu hii Yesu bila Yesu. Alifika mahali akampea Yesu maisha yake. Na Yesu mwenyewe akafika mahali akampea roho yake, akafika mahali kubadilika. Haleluya. Unapoishi maisha ya sahihi mama, maisha mengi imejaa na mengi. Unapopita maisha ya magonjwa imeinuka, aje barabara zimeinuka, lakini mwenyewe unafika mahali pia Yesu maisha yako. Sababu pekee yako huwezi kudai maisha yako. Yesu pekee anafika mahali aingie. Alifika mahali akapokea mwanamke akamsamehe. Pia wewe unakumbuka pia Yesu anafika mahali akusamehe. So wewe ambao umeketi mahali hapa, yule Farisayo alifika mahali hakufika mahali Yesu mwenyewe alikuja kuokoa wenye dhambi. Alifikiria kwa Yesu alikuja kuokoa wale ambao wenye haki. Lakini Yesu alifika duniani kwa ajili ya kuokoa wenye dhambi. Wale watu ambao wanadharauliwa, wale watu ambao ndio hawawezi Yesu mwenyewe alikuja kuokoa. So maisha yako sisi kama wale wanaonea haya. Yesu alifika mahali akapima maisha yako, anaingia nyumbani. Anaingia kwako. Anaingia moyo wako mwenyewe, anatoa ule usuni ambao uko nayo. Usuni ya magonjwa, usuni ya kuwa na amani katika nyumba yako. Yesu anapoingia anafika mahali anaitoa. Asubia leo anapohitaji. Anataka kuokoa maisha yako. Wewe ambao umefika mahali hauna furaha. Wewe ambao umefika mahali hauna amani katika maisha yako. Yesu anaangalia maisha yako. Kwamba maisha yengine ni maana sana. Bora kufika mahali pekee maisha yako. Unapojaribiwa songa mbele. Sababu jaribu yako kwa kuokoa. Sababu jaribu ambalo ni Farisayo hapo ni shida. Haleluya. Sababu wewe mwenyewe umealika Yesu. Yesu mwenyewe kabla ya mpoli magonjwa yake, tena anafika basi matumizi kwa simu angekuwa nabii, angekuwa kwa mwanamke ni nani? Wewe ambao kwa mali yako kifika zako, masuala ya kile yako haimfurahishi Yesu. Pale imani ambayo uko nayo inamfurahisha Yesu peke yake. Haleluya. Wewe unafika mahali tumia akili zao, maneno yako uko nayo lakini ufahamu hawana. Lakini huyu mwanamke alikuwa na ufahamu kwa sababu huyu mtu ni Yesu. Anaokoa maisha yangu. Anafika mahali anapata mahali nilikuwa chini lakini anafika mahali alinua juu. So leo hii maisha yako ambayo iko chini, mambo yako ambayo yanapita ambayo furahishi.
Yesu ameingia anakuokoa. Yesu ameingia anafika mahali anakuokoa. Bila mgaramike, lazima ugaramike kwa Yesu. Haleluya. Kama wewe mwanamke akagaramika kwa Yesu pia hataokolewa. Sababu siku ya kwanza alilia machozi. Alipoteza siku yake kwa mali. Yesu mwenyewe anafika mahali nipigwe pamoja na yake hii. Alikaramika mbele ya Yesu. Kwa maana ufunguliwa pia. Sasa pia imani yako garamika. Hili leo hii. Wana mazaya. Hawana shukrani. Hana mababa na fikira kwa Yesu bali nafikiri mambo yao wenyewe pekee yao kutembea. Hawana sio yeye mwanadamu nafikiri mambo kuhusu Yesu pekee yake. Lakini mwanamke alikuwa na imani hali ya juu. Leo hii kinipita sasa kupata siku nyingine. Leo hii kinipita sasa kupata kama sasa funguliwa. Leo hii kinipita sasa neema. Tuache tufike mahali fanye tu na chipa nifike mahali. Yesu alipokea na kusamehe. Alipompokea, alimsamehe dhambi zake, akamuokoa, akamuinua juu. Yule mwanamke akakuwa na furaha pia akapokea wokovu katika njia sahihi hiyo. Haleluya. So unapopokea Yesu, tumikie Yesu ambaye umpokea. Usipokee Yesu bure hapana. Yesu ambaye anayempokea huyo, akao mwimbaji ndani mwako, akao mhubiri ndani mwako, sikiri kwa mati. Ndio mpaka afike mahali inuke. Inuke juu. Maisha ambayo umelelewa nayo ifike mahali inuke juu. Sababu Yesu mwenyewe anaangalia mtu ambaye ako na imani. Ametakuwa mimi mwana Mungu anasafika mahali aniokoa na nisamehe. Peke yake. Angalia kama wewe mjasiri, angalia kama wewe mara una pesa, au uko na nini, unajua kwa kabisa. Yesu angalia hiyo. Angalia imani ambayo kumkaribia nayo ni imani namna gani? Ni imani kama anaziokoa ama hapana? Unaposimama Yesu ametembea barabarani, akafika mahali Farisayo akamkaribisha. Lakini katika Farisayo pia kulikuwa wanadamu wengi. Kama hiyo siku ilifika mahali kuokolewa. Kupitia kwa imani ambayo mwanamke alikuwa nayo katika dhambi yake pia, huyu mwanamke alifika mahali katika kuhubiri injili. Akaokolewa, akafika mahali akapewa maombi, akapewa tumaini lake imani. Tunaposema kitu ya kwanza pia Mungu imani yako. Yesu anapekea nyuma yako pia, unapompa imani yako utafunguliwa. Tuseme amen. Yeah.
yangu yote. Nimesimama kwa ajili ya ushuhuda. Natumai last week siku pamoja nanyi, nilikuwa nyumbani kwa ajili ya shughuli ya matanga mtoto wa ndugu yangu first man alikufa. Lakini nilikuwa nashukuru Mungu kwa maana ilikuwa rahisi tu. Kauli Bwana sifiwe sana. Amen. Nashukuru wote ambao walikuja nyumbani, Mungu awabariki sana. Shughuli ilisha vizuri pia. Mungu atupigania wote kwa sababu kila mtu atatembea vizuri na atapisha karibu salama. Sonia yetu mbarikiwe. Pigia Bwana makofi. Upendo, upendo, upendo. Upendo, 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 upendo. Upendo. Amani, 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 amani. Amani. Uraha, uraha, uraha. Uraha.
Napendeza sana kuongea Kikwetu, lakini nitajikaza niongee Kiswahili. Bwana asifiwe. Nadhani mara ya mwisho nikiwa hapa imepita wiki 2-3 kwa sababu tu ya kikazi. Na nashukuru Mungu kwa kutuweka kuwa hai na kutulinda na kutufunika na damu yake. Maana yeye ni mkuu. Mara nilipokuwa hapa mwisho, nilikuwa hapa kama nimefunikwa hii mkono plaster, lakini sikueleza kwa urefu. Najua Mungu amenilinda na kilichotokea, Mungu ni mwaminifu kwa kila jambo. Na najua anaendelea kunilinda, na kwa vile hata zile wiki ambazo nilikosekana, najua naweza muombe Shetani kwa kila jambo. Hapa nilipo, kwa kila mtu nadhani hapo na ushuhuda mrefu, lakini kwangu mimi ni kama yamezidi. Nafika mahali nafunika macho, naanza kulia, nauliza Mungu, ni wapi nimekukosea nikaweze kurekebisha? Lipi ninafaa? Unijui vizuri, maana ulitulea tukiwa watoto, na mimi mtoto, unajua ukimkosea sasa hivi ukimchuna hivi ama kunyime chakula, atakumbuka tu kuna mama fulani alinichuna na akaninyima chakula. Lakini mimi namkumbuka vizuri, akikumbuka mama Kaudenzi Olunga, bibi Rafai hapa Bukas. Najua ulikuwa mlezi wetu kwa miaka mingi, hata nyumbani najua mpaka kwako. Saa zingine wanapita kama umekaa hapo nje na kusalamia, lakini haujui unasalamia. Na nakushukuru sana. Asanteni sana wapendwa wa Mungu kwa kunikaribisha katika kanisa hili. Nilipoingia nilisema kuna kanisa la mtumishi wa Mungu mahali fulani hapa, nikaelekezwa, nikasema lazima nitaliingia na nishiriki pamoja nanyi. Ni asanteni sana kwa kunikaribisha. Asanteni sana kwa kuwa watulivu, kwa kukubali wageni. Na sina mengi ya kuwatosha, na hayo tu. Kwa majina muite Rashid Luther Musa. So hili Rashid lilibadilika, lakini ndio liko kwa kitambulisho. Asanteni sana. Bwana asifiwe tena. Huwa anasema kwa nyumba ya Mungu mimi siwezi kuwa mgeni, kwa sababu Mungu mwenyewe anatutambua. Hakuna vile mtoto wako atakuwa mgeni kwako, si ndio? Mimi nafurahishwa sana kuingia kwa nyumba ya Mungu, kwa kuwa ametupigania. Vita ni vingi, maombi tu ndio ninaomba kwa nyumba yangu.
Mungu anaguza. Ni haya mtume, karibu tubariki. Unaposikiza Mungu wa mbinguni akubariki sana. Shoka limewekwa tayari kukata mti usiozaa na kutupwa motoni. Shoka limewekwa tayari kukata mti usiozaa na kutupwa motoni. Zaeni matunda mema, zaeni yenye baraka.
55 kuanzia penyewe. Bwana, ulete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Atete nao wanaoteta nao, napigana wale wanaopigana nao. Amen. Maandiko yanasema Bwana, teta na wale wanaoteta nao, pigana na wale wanaopigana na mimi. Amen. Zaburi inasema teta na wale wanaoteta nami, pigana na wale wanapigana nami. Amen. Ushike ngao na kikao, usimame unisaidie. Ngao na kikao, usimame na unisaidie. Amen. Atete na wale wanaoteta na wewe. Amen. Ndio unapoona Kristo unapokaa ndani ya maisha yako, elewa ya kuwa tuna watu wanateta na wewe, Bwana atete nao. Amen. Wanaopigana nao, Bwana pigana nao. Utoe na mkuki wapinge wanaonifuatia, uiambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako. Yesu ambie nafsi hii ni wokovu wako. Unapopigana nao, wewe ni wokovu wa Bwana. Ndio unapoona Yesu akikaa mbele yako, hadi wako lazima kuogope. Hiyo naye anapopanga vyao kwa sababu Bwana atateta na yeye. Amen. Wahaibishwe, fedheheshwe wananitafuta nafsi yangu, warudishe nyuma, fedheheshwe wananisikia mabaya. Wahaibishwe, wafedheheshwe wale wanaotafuta nafsi yako. Amen. Nafsi yako ni lazima wale wataibika mbele yako. Amen. Wawe kama makapi mbele ya upepo, malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Wawe kama makapi mbele yao, malaika kuwaangusha hao. Amen. Tunapoona ule anapopigana nao, malaika wa Mungu watawapa utelezi au wataanguka. Njia yao na iwe giza na utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatia. Yes. Maana bila sababu wamenifichia wafu, bila sababu wamenichimbia. Bila sababu wanakufichia wafu, huwezi jua wamekufichia wafu bila sababu. Amen. Bila sababu wanakufichia wafu. Ndio wifu inaweza fanya mtu akufichie hao wafu. Akuweka nataka akutoe, nataka nikwambie kwa jina la Yesu, utabadilishwa na Bwana atakupa neema. Bila sababu wameichimbia shimo nafsi yangu, uharibifu na mpate kwa ghafla, na wafu aliyomficha umnase yeye mwenyewe. Upige Bwana makofi. Watu aliofuta kwako imnase yeye mwenyewe. Kwa uharibifu anguke ndani yake, na nafsi yangu itamfurahia Bwana na kuushangilia wokovu wake. Yaani nafsi yangu itashangilia Bwana na kufurahia wokovu. Kwa maana yake yule aliyopigana nao, ile aliyokutegea mwenyewe ndiye anapokea. Mifupa yangu yote inasema, Bwana ni nani aliye kama wewe? Yes. Mponyaye maskini na mtu aliye hodari kumshinda yeye. Yes. Na maskini na mhitaji na mtu amtekaye. Nani kama yeye? Amtumikiaye yani maskini na kumfariji. Ndio unapoona chochote unapokiona maisha tulio nayo ni maisha ya kuchunga katika Bwana. Amen. Maisha tulio nayo ni maisha ya kifo na mauti. Simesimama ibilisi kuua watu wanamaliza, lakini nataka nikwambie, sote tunataka tumwambie akome kutenda mambo aina hiyo. Amen. Kwa maana tunampinga shetani. Mashahidi wa udhalimu wanasimama, wananiuliza mambo nisiyoyajua. Yes. Na nilipo mabaya badala ya mema, na nafsi yangu ikaingia. Yaani mashahidi wa uongo wanataka mema mabaya juu yako. Nataka nikwambie Yesu atakabadilisha kitu ndani yako. Amen. Maisha yako hata ifungwe na namna gani, Bwana ataitenda kwa nafasi yake. Amen. Ndio unapoona ukikaa ndani ya Kristo uwe na ushuhuda wa Yesu ndani ya moyo wako, atakufungua. Bali mimi walipokuwa wao, nguo yangu ilikuwa gunia, maombi yakarejea na kifuani. Yaani maombi karejea kifuani mwangu. Amen. Nilijitesa kwa ajili ya kufunga, hiyo ikarejea moyoni mwangu. Haleluya. Yaani maombi ikarejea. Ndio unapoona Yesu atakurejeshea maombi yako, vita vilivyokutegea mbele Bwana ataondoa na atakupa nafasi yako. Ile nafasi uandaliwa kupata utapata kwa jina la Yesu. Lakini nikichukua ufurahi na kukusanyana, nikusanyikia watu ovyo nisiyowajua, na nipapura wala hakomo. Yaani wanampapura hawakomo, wanakusanyisha watu msiowajua. Ndio naambie Bwana anataka ashinde huyo. Bwana, hata lini utasazama uiokoe nafsi yangu na maharabi yao na mpenzi wangu na wanasima? Yes. Nitakushukuru katika kusanyiko la kubwa, nitakushukuru kati ya watu wengi. Nitakushukuru kwa kusanyiko kubwa kwa watu wengi. Ndio unapoona kuliponya katika wanasima. Nataka nikwambie Yesu akikaa mbele yako, maisha yako itafunguliwa.
maisha yako itawachiliwa. Aliyosema utapokea kwa jina la Yesu utapokea. Aliyosema baraka yako ichukuliwe na itarejeshwa. Walio adui zangu bure wasinisimamize, wanaonichukia bila sababu wasining'onge. Yes. Maana hawasemi maneno ya amani, na juu ya watulivu wa nchi wasahila. Wasemi neno la amani, wananing'onga. Ndio unapoona wasiotaka na kuambia Yesu wanasareka akikaa mbele yako, adui wako lakini hakuachi. Nao wananifumbulia vinywa vyao, wasema ewe jicho letu limeona, wewe Bwana umeona, usinyamaze, Bwana usimbali nami. Wanafungua macho wanasema ewe ona huyu. Ndio unapoona kila unabarikiwa chote. Tuna watu hapo wanasema ewe. Amen. Wanasema ametoa wapi hii? Nataka nikwambie baraka zako lazima zifunguliwe. Na adui wako lazima kutoroke. Amen. Unaposema napigana nao lazima Bwana apigane na yeye. Waamke uwe macho ili kunipatia hukumu kwa ajili ya madai yangu. Yes. Mungu wangu na Bwana wangu. Madai yangu, Mungu wangu na Bwana wangu. Madai yangu, ile unadai kwa Bwana nataka kupe. Amke. Wanihukumu kwa haki yako, Bwana Mungu wangu, wala usinisimamize. Yes. Wasiseme moyoni, haya ndiyo tutakavyo, waseme tumemmeza. Wasiseme ndiyo tutakavyo tumemmeza. Wakiona ulikuwa na kitu uko kama umepoteza wanasema wewe tumemweza. Nataka nikwambie kitu ulionyang'anywa lazima urejeshewe. Hiyo ndio baraka ya Mungu. Ibilisi lazima kuogope. Lazima adui wako lazima achane na wewe. Amen. Aliyokuweka katika gereza ya mapepo lazima atoke mbele yako. Wewe uanze kuona utukufu wake. Wahaibishwe, wafedheheshwe pamoja, wanaoifurahia hali yangu mbaya, wavikwe aibu na fedheha wanaonichukuza juu yangu. Hao adui wangu hao wasadaike, awasiwe kati na wewe tena. Washangilie na kufurahi wapende sawa na haki yangu. Na mwaseme daima atukuzwe Bwana, apendezwaye na amani ya mtumishi wake. Pigie Bwana makofi. Apendezwaye na mtumishi wake. Na ulimi wangu utanena haki yako na sifa zako mchana kutwa. Pigie Bwana makofi. Ukisimama.
Piga hiyo kini. Piga. Piga hiyo kini Yesu. Piga Yesu. Piga hiyo kini Noa. Piga. Piga hiyo kini Noa. Piga Baba. Oh, magonjwa ndio kutumia. Oyo. Oyo. Oyo kini. Ndio msike kwa Tanzania ndani. Nikasura ya Yesu. Ndio tunaimwa kwa nguvu. Oza uwepo sasa. Tuko hapo. Tuko hapo. Tuanga ule mtu.
Baba, piga mapepo. Piga msamaha leo. Waliofungwa wafunguliwe. Mauti waliowekea. Toa mara moja. Nguvu za wachawi. Piga wachawi. Unapomtumia kitu rejesha mwenyewe. Rejesha mwenyewe. Piga shetani. Piga sikirini Bwana. Kutoa sadaka ya watoto wa kwanza. Piga hiyo. Piga hiyo. Oyo. Tarita tarenza ilani lema pa. Hibusiria baba na masanta mayo na glorema. Pa. Kajua ni mwana wa Mungu. Ndio Bwana. Kajua ni Yesu anasema. Baba anasema asante. Asante kwa kufungua wa. Mapenzi yako itilie. Ndio Bwana. Na utukufu kurudie. Bwana. Maombi ya kutamatisha ibada ya leo. Tuamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa milele, tunakurudishia sifa na utukufu yote Bwana, tunasema ni asante. Tazama Mungu, umekuwa mwaminifu katika vipindi vyote, umesimama pamoja nasi hadi mwisho. Asante kwa kazi njema, kwa utukufu wa Roho wako Mtakatifu umeshuka na kutenda. Umefungua, umeponya, umeokoa na kuwaweka huru. Asante tunapofika mwisho wa ibada. Tunakurudishia sifa na heshima na utukufu. Na kabidhi kila mmoja mikononi mwako. Wacha rehema zako zitangulie mbele. Wafanikisha na kuwanyoshea mapito mbele yao. Wafunike kwa damu yako iliyojaa neema. Yote ni inuko mbele yao ukikemea. Yote ni tebo ya kuandaa matangulia kwa onjoe. Baba, tunakurudishia sifa na utukufu. Kumbuka wote waliotaua pako mafuta Mungu, wasidishie neema na utukufu na ulinzi utokao kwako. Hata hema lako mikononi mwako, watakatifu wasidi kuidinda na kuiombea. Bwana, yote tunashukuru tukisema ni asante. Sifa na utukufu ni kwako juu mbinguni. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Barikiwe sana.